Uchafu Online TV, qulil haqqa wa in kana. Aya, sawa, haina shida. Leo tupo na nyinyi vijana wetu. Enyi wadada, utoaji wa mimba siyo suluhisho, isipokuwa utoaji wa mimba ni mauaji na ni dhambi kubwa sana, na ni kosa la jinai mbele ya Allah. Leo wengi wanapotea kwa hofu ya aibu, kwa woga wa wazazi au kwa tamaa ya masomo, lakini hawajui ya kwamba wanachofanya ni kuua nafsi ambayo haijaanza hata kupumua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul An'am, sura ya 6 aya ya 151, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umasikini, sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Hayo ndio maneno ya Allah subhana. Allah mwenyewe anasema yeye anakuruzukuni nyinyi na wao. Hiyo mimba, huyo mtoto ana riziki yake ndani ya riziki yako. Unapomtoa jua ya kwamba umeiua riziki ambayo haikuwa ya kwako, ilikuwa ni riziki yake. Na Allah tena akaja akaendelea kwa kuwakumbusha watu baada aliposema wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala msikaribio hiyo zina, hakika huo ni uchafu mkubwa na njia mbaya sana. Angalia Mola hapa alivyoanza kwa kusema, hapa hakusema msizini, bali Mola aliwaambia watu wasikaribie kabisa, kwa sababu anajua njia ya mauti huanza na hatua ndogo ya makosa. Ewe ndugu yangu, kama uliteleza usijiongezee makosa juu ya kosa. Kaa peke yako utoe machozi, lakini pia ukae peke yako ufanye toba, na ufanye toba kwa sababu ya kutoa mimba kwa kiumbe kisichokuwa na makosa yoyote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alipokaa na maswahaba wake aliongea haya, la taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi. Mtume aliwaambia msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki maalumu. Hadithi hii utaikuta katika Bukhari na Muslim. Mimba ni uhai uliobarikiwa, lakini pia ni amana na ni sehemu ya rehema ya Allah. Mtu anayetoa mimba ajue ya kwamba anaua rehema kabla haijashuka katika mgongo wa dunia, na siku ya Kiyama Qur'ani inasema wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat, na mtoto aliyezikwa hai ataulizwa kwa kosa gani aliuliwa. Hapo ufahamu ya kwamba kile kiumbe ulichokitoa tumboni kitapaza sauti mbele ya Mola wake. Ewe Mola, kwa kosa gani mimi niliuawa? Hivi unahisi nani atatoa majibu wakati huo wewe uliyetoa? Kumbuka ndugu yangu, dhambi moja haiwezi kufutwa kwa dhambi nyingine. Kile kilichomo tumboni mwako ulikuwa ni uhai, lakini pia ni amri ya Allah subhana, na ni dalili kwamba bado Allah anakutazama, anataka uone rehema yake hata ndani ya maumivu. Ewe ndugu yangu, wewe mtoto wa 2000, ewe ndugu yangu mtoto wa 2010, wewe usijione umekwama kama umebeba mimba. Usiache ikuwe ndani ya kuwa na wasiwasi, ikawa ndani ya damu. Chukua hiyo mimba, ipe heshima ya uhai, tubu, simama tena, kuwa mama jasiri, sio muuaji wa rehema, wala usije ukawa wauaji wasiojulikana. Manake kuna wengine wanafanya matukio halafu wanasingizia vitu ambavyo havipo, kumbe wao ndo waliamua kuyafanya hayo kwa nafsi yao. Usije ukawa kama yule ambaye alitoa mimba akaja akajifanya imeharibika. Allah anakujua wewe, huna cha kukimbia wewe, huna cha kumdanganya Allah aliyekuumba wewe. Allah subhana ana maneno mazuri alipokuja kutuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim. Sema, enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehema ya Allah. Hakika Allah husamehe dhambi zote, hakika yeye ndiye mwingi wa kusamehe na mwenye kurehemu. Ukiingia katika msahafu utaifungua suratu Zumari, utapata hiyo aya. Wafahamu wale watu ambao wanaishi katika
katika mgongo wa dunia. Wafahamu wale watoto wanaosoma maskulini, wafahamu wale wadada ambao hawajakuwa tayari kutaka kupata mtoto. Mimba siyo laana, bali ni rehema iliyoingia mapema. Usikubali shetani akuambia witoe, usikubali, kwa sababu shetani aliahidi kuwapoteza wanadamu kupitia damu na huzuni. Uhai ni amri ya Allah na kuheshimu ni imani pia. Toba ipo ndugu yangu, rehema ipo, lakini damu ya mtoto ni doa zito lisilofutika mpaka utubu kwa moyo wa kweli. Kwa hiyo wewe kijana, simama imara, tubu wewe, jilinde, jisamini na usiiue rehema iliyomo tumboni mwako, kwa sababu hiyo rehema ndiyo inayoweza kubadilisha hatima yako. Kwa kumalizia maneno yangu ama ujumbe wangu, tuyakumbuke maneno ya Mtume alipokuja kutuambia, innama ahlaka alladhina min qablikum innahu kanu idha saraka fihimu sharifu tarakuhu wa idha saraka fihimu dhaifu aqamu alayhi alhadda. Waliangamia waliokuwa kabla yenu kwa sababu walipokuwa na dhambi waliwafumbia macho wakubwa na wakawaadhibu wadogo. Manake hapa wewe unakwenda kuiadhibu nafsi ndogo ambayo haina hatia yoyote, na badala yake unaacha kuadhibu watu wakubwa. Muogope Allah ndugu yangu, muogope Allah. Fahamu ya kwamba Allah anakujua nafsi yako. Fahamu ya kwamba Allah yeye ndo mwenye kutoa adhabu. Kaa kuanzia sasa, tubia ulipoteleza, muombe Mungu akusamehe kabla roho yako haija kwenda kwake, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao tunasikiliza maneno mazuri na kuyafanyia kazi. Siyafu Online TV, qulil haqqa wa in kana